Nahodha Online TV, ukarimu wa mwambao. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuweka mifumo rafiki ya biashara ikiwemo kuimarisha miundombinu na utoaji wa mafunzo kwa jamii ili kuwawezesha vijana kujiajiri na kuchangia maendeleo ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Anna, wakati wa uzinduzi wa jengo la wajasiriamali Caravanserai lililopo Kiponda, wilaya ya Mjini, katika mwendelezo wa shamra za maadhimisho miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ikitambua umuhimu wa tukio hili kwa wajasiriamali, kwa uhifadhi wa urithi wetu wa kihistoria na kwa mustakabali wa maendeleo ya Zanzibar na watu wake wote kwa ujumla, na salama ya kufanyia biashara zao, huku wakipisha matengenezo makubwa ya jengo la Ngome Kongwe, ikiwa ni hatua za serikali za kuyahuisha maeneo ya kihistoria nchini kwetu. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa kutekeleza kivitendo maelekezo na ahadi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwemo kuwawekea mazingira mazuri wajasiriamali ili waweze kufanya shughuli zao vizuri, pamoja na kuweka miundombinu inayokaribisha fursa za ajira kwa vijana na akina mama kama ilivyoelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Ndugu wananchi, inafaa tukumbuke kwamba hakuna taifa linaloweza kufikia maendeleo ya kweli bila kuwekeza kwa dhati katika wananchi wake, ikiwemo wajasiriamali wake, na salama ya kufanyia biashara zao, huku wakipisha matengenezo makubwa ya jengo la Ngome Kongwe, ikiwa ni hatua za serikali za kuyahuisha maeneo ya kihistoria nchini kwetu. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa kutekeleza kivitendo maelekezo na ahadi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwemo kuwawekea mazingira mazuri wajasiriamali ili waweze kufanya shughuli zao vizuri, pamoja na kuweka miundombinu inayokaribisha fursa za ajira kwa vijana na akina mama kama ilivyoelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Ndugu wananchi, inafaa tukumbuke kwamba hakuna taifa linaloweza kufikia maendeleo ya kweli bila kuwekeza kwa dhati katika wananchi wake, ikiwemo wajasiriamali wake. Watu wajasiriamali wanaweza kuona kama vile vibibi tu au nini, lakini ujasiriamali ndio mwanzo wa biashara kubwa. Wajasiriamali ni chanzo cha ajira kwanza, lakini kuna ubunifu ndani yake, lakini mapato ya serikali na ustawi wa jamii unapatikana kupitia wajasiriamali. Sisi wanawake wanapofanya shughuli hizi za kujipatia kipato kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, tunajua wanawake hawa wanaepukana na vitendo vya ukatili lakini na udhalilishaji. Akianzisha mwanamke biashara zake atajiweza kiuchumi, ataepukana na ile kila siku kaolewa kaachwa kaenda huku, lakini vile vishawishi mbalimbali za kumfanya aingie kwenye biashara ambazo si halali. Kwa hivyo akiwa na biashara zake kama hivi tulivyoona pale, wanawake wanajiwekeza, wanapata kipato chao. Serikali imefanya ukarabati wa jengo hilo kwa dhamira ya kuweka mazingira bora kwa wafanyabiashara pamoja na kuhamasisha vijana na wanawake kujihusisha na shughuli za kibiashara ili kukuza uchumi wa nchi. Jengo la wajasiriamali la Caravanserai lililopo hapa Kiponda limelizindua rasmi leo tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nahodha Online TV, ukarimu wa mwambao.